nikiwa mbunge, na namshukuru sana katibu wangu wa wilaya, siku moja aliniita akanambia, pamoja na juhudi nzuri unazofanya katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nataka nikuone wewe kama mbunge ni nini juhudi zako katika kukisaidia chama chako, kusaidia wananchi wako, mbali kabisa na hata mfuko wa jimbo. Na pale pakanikumbusha kwamba mfuko wetu wa jimbo tusitapanye fedha zinazoletwa na serikali, hazitatusaidia kutapanya. Na ndio maana tukapata wazo la kumaliza tatizo la madawati katika jimbo letu. Madawati 1000 yamenunuliwa kutokana na fedha za mfuko wa jimbo. Lakini fedha za mwaka wa pili na watatu tukasema tukajenge kituo cha afya, iwe ni mfano kwamba kumbe fedha za mfuko wa jimbo zinaweza zikamgusa kila mtu. Tumejenga kituo chenye thamani ya shilingi milioni 129 katika kata ya Kijitonyama. Pale kuna dispensary mgeni rasmi ya mionzi kwa minajili ya x-ray na ultrasound ya kisasa kabisa. Makofi kwa Samia. Fedha za mwaka wa 3 na 4 tumelipeleka katika kata ya Mzimuni zikaondoe matatizo ya mafuriko katika kata ile. Hivyo fedha zote za miaka 5 zimefanya kazi iliyotukuka na ni kazi ya mfano, ambapo hata mimi sasa nikisema tuondoke tukaone wapi fedha za mfuko wa jimbo zimepelekwa, mnaweza kwenda kuziona. Naomba nimalizie kwenye juhudi binafsi. Huku nimefanya mambo mengi sana, Mheshimiwa mgeni rasmi. La kwanza, wakati nikiingia madarakani niliwaona viongozi wetu wa mashina. Hawa tunawategemea sana katika shughuli zetu za chama kila siku. Wengi wao ni watu wazima, wengine ni retired. Tunawasaidia vipi? Nikabuni kuwapa bima za afya kuanzia mwaka 22. Hivyo wenye viti wote wa kwenye jimbo langu hili ambao wako 603, kila mmoja nilimpatia bima ya afya. Mpaka leo hii nimeendelea kwa kipindi cha miaka 3, sijawaacha nyuma. Nilivyoona tumefanikiwa, nikasema nitatawanya tena bima kwa viongozi wa chama ngazi ya kata na viongozi wa jumuiya ngazi ya kata na matawi yake. Jumla ya watu 1560, Mheshimiwa mgeni rasmi, wana bima za afya. Hawa sasa hivi kila mmoja ukimwambia atoe karatasi ya kura atakuonyesha kile kichinjio, lakini atakuonyesha pia na bima ya afya. Uongo kweli? Makofi basi kwa wingi sana. Sasa ndugu zangu, wakati nikifanya shughuli hii, Mwenyezi Mungu akaleta rehema zake. Januari 18 kule Dodoma, chama chetu kwa busara kubwa sana, na Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wote wa chama chetu ambao walifikiria kutanua wigo la kuongeza wajumbe katika mkutano mkuu wa jimbo kwa minajili ya upigaji wa kura, na ikaingiza kamati za utekelezaji, ikaingiza kamati za mashina. Na mimi nilikuwa na mpango wa kuwapatia bima watu wote hawa, nao uwezo huo Tarima basi. Lakini nikaogopa, nikaanza kusema naanza kutoa baada ya tamko, ningepata shida. Ningeanza kuambiwa sasa wewe ushajua kwamba hawa wanakwenda kuwa wanapiga kura, halafu tena ukitoa bima maana yake wewe una Sasa Mungu tena akijali, nataka niwaambie, nataka kufanya kufuru, nitazimwaga sana. Tumuombe Mungu, Mungu ni mwema. Tunachokihitaji ni utulivu ndani ya chama chetu, mapenzi ndani ya chama chetu, kwa sababu tuna kazi kubwa ya kuhakikisha rais wetu kipenzi chetu
mwezi wa Oktoba sote tunasimama imara, sisi na wenzetu walioko nje, kuhakikisha tunampigia Samia Suluhu Hassan anakuwa rais. Tena sio kura za kawaida, Kinondoni lazima tutie fora. Mko tayari? Naomba mnionyeshe mgeni rasmi kwamba sisi ni jeshi la Samia Suluhu Hassan. Onyesheni mikono juu wote. Mgeni rasmi, hili ni jeshi la Samia Suluhu Hassan. Sina mengi ya kusema kwa sababu nilishazunguka kwao. Nataka nikwambie tu kwamba sisi tunampenda Samia. Uongo kweli? Na tuko tayari kumkinga na kila shari. Uongo? Tutakuwa mbele kuhakikisha anapata kura nyingi. Uongo?